Yanga imeanza kwa kishindo cha ligi kuu kwa kushinda mabao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji na kuwafanya mashabiki kufurahia ushindi huo mnono licha kutofurahishwa na jinsi timu ilivyocheza, lakini kocha Romain Folz amewashusha pressure huku akijifungia na mastaa hao na kuwawashia moto. Watetezi hao wa ligi kuu na kombe la FA walipata ushindi huo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mabao ya Lassana Kouma katika kipindi cha kwanza na mengine mawili ya Maxi Nzengeli na Mudathiri Yahaya katika kipindi cha pili, lakini namna kikosi hicho kilivyocheza dakika 50 za kwanza wanyima raha mashabiki na baadhi ya mabosi wa timu hiyo. Baada ya mchezo huo kumalizika, kocha Folz alikuwa mkali kwa wachezaji wa timu hiyo, hasa wale waliocheza dakika 45 za kipindi cha kwanza, akiwapa ukweli kwamba kila mmoja anatakiwa kujitathmini kama anatosha ndani ya kikosi hicho. Inaelezwa mapema Folz alikuwa mkali kwa wachezaji huku akishusha mikwara mzito wa kumtupa mchezaji yote benchi endapo kila aliyepewa nafasi atashindwa kuonesha kiwango kizuri. Pengine mkwara huo ndio uliokwenda kubadilisha mambo kwa kutengeneza mabao mawili yaliyokuja kuwashusha pressure mashabiki wa timu hiyo. Akizungumzia hilo, kocha huyo raia wa Ufaransa alisema anaelewa ambapo mashabiki wakiona timu yao haikucheza vizuri kipindi cha kwanza na kwamba hilo analibeba yeye kwanza kisha kulishusha kwa wachezaji wake. Folz alisema alilazimika kufanya mabadiliko makubwa kwa kutoa nafasi kwa wachezaji wengine. Lengo lilikuwa ni kukabiliana na ratiba ngumu ya mechi za karibu, kwani tangu itoke kucheza mechi ya wiki ya Mwananchi Septemba 12, Yanga imeshacheza mechi 3 mfululizo ndani ya muda mfupi, ikiwemo ngao ya jamii, ligi ya mabingwa Afrika na hiyo ya ligi kuu. Kesho Jumamosi itashuka tena uwanjani kukabiliana na Wiliete Benguela ya Angola katika mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa kabla ya kusafiri ili kuifuata Mbeya City itakayovaana nayo Septemba 30 jijini Mbeya. Nikimnukuu, Folz amesema, bila shaka nakubaliana na kila mmoja, hatukucheza vizuri dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tulijiweka kwenye pressure badala ya kuwapa pressure hizo wapinzani, sio mashabiki. Hata mimi sikuvutiwa na waelewa. Kama kocha na beba hilo kwanza, baada ya hapo na kwenda kuongea na timu nzima. Unapokuwa mchezaji wa klabu kama hii, unatakiwa kuwa tayari kufanya kikubwa kwa uzito wa jezi ya timu hii. Hatukuwa na chaguo lingine zaidi ya kubadilisha kikosi ili kulinda viwango vya wachezaji. Ratiba yetu ngumu sana. Kuna wakati tunatakiwa kufanya rotation kubwa ili kulinda afya pia za wachezaji. Mwisho kunukuu. Katika mechi hiyo ya juzi, Yanga ilifanya mabadiliko ya wachezaji 8 tofauti na kikosi kilichocheza ugenini dhidi ya Wiliete kilichoshinda mabao 3-0 na watatu pekee walianza, akiwamo kipa Djigui Diarra na mabeki Bakari Mwamnyeto na Israel Mwenda, huku wengine wakiingia kipindi cha pili akiwamo Azizi Ndambwile, Prince Dube, Mudathiri Yahaya na Pacome Zouzoua walioipa timu uhai.